Ndugu zangu, watoto hawa wametuleta hapa, wanataka tuanze kutengeneza maisha yetu. Bwana asifiwe. Maisha yetu, uhusiano wako na Kristo ukoje? Moyo wako wa ibada ukoje? Moyo wako wa kumpenda Mungu ukoje? Kazi rahisi, lakini lazima mlipokee na msimame imara. Muda huo wakati ananipigia ilikuwa ni saa 12:06. Ndio akanipigia simu tena, bana mwenyekiti, huku mitaa Esperanza hoteli kuna watoto wametumbukia kwenye swimming pool na isadikika wameshakufa. Tulipokea taarifa hiyo kwa masikitiko, na kweli mtaa ulikuwa umekumbwa kwa hili tatizo. Ni tatizo kubwa sana. Kufika ile saa 5 wazazi wakaanza kutafuta, muda wa watoto wa kufika nyumbani umefika, wakaanza kuwatafuta. Haya, kuwatafuta wakaona hawajapatikana, ndo akatembea paka Nzuguni kwenda kuwatafuta. Wakasema huku hawajafika wale watoto. Baadaye ndo saa 12 ikaonekana watoto wako wamedumbukia kwenye bwawa hilo. Nilijiuliza kwa nini limetokea hivi, lakini nilishindwa kupata jibu, kwa sababu jinsi walivyoingia pale mpaka ikatokea hilo, kwa sababu mambo kama hayo huko nakuwa na walinzi kama hao pengine hawafuati majukumu yao vizuri. Mtoto maelekezo kama pia mchana ilo eneo liweze kuwekewa ulinzi, mkataba huo kama una marekebisho urekebishwe ili ulinzi ufanyike mchana na usiku. Na kusema tu wakati wanafanya ukarabati kama huo, masharti yale ya ujenzi wayazingatie kuhusu vibali, lakini pia kuhusu usalama wa wakazi kwenye eneo husika na usalama wa watoto wetu. Tunaendelea na uchunguzi, lakini bahati mbaya sana wale walinzi wa eneo hilo kwa jana ile hatukuweza kuwapata ili waweze kutuambia ilikuwaje. Umri wa miaka 5 na wawili walikuwa na umri wa